Filamu ya leo tunaanza barabarani. Barabara lipo kimya kinoma. Kuna jamaa mmoja anaendesha boda yake, mara boda ilikuwa imezingua ikazimika kabisa. Sasa akiwa hapo pembeni kulikuwa kuna kibanda cha chakula, akaenda kumuomba msaada mama lishe, akawa amempatia prize. Na jamaa baada ya kutengeneza pikipiki yake anageuka kushukuru, kile kibanda hakipo kabisa eneo hilo. Akawa ameshikwa na uoga, hivyo akawa muacha pikipiki yake akaondoka hapo. Baada ya muda akaanza kusikia kama kabeba mzigo huku nyuma, na anasikia sauti ya mtu akiwa anacheka. Kutazama kwenye kioo akaona kuna mwanamke mmoja wa ajabu yuko nyuma yake. Sasa akiwa na hofu akaendelea kuendesha pikipiki hivyo hivyo. Sasa katika barabara hili kulikuwa kuna gari jingine. Driver alikuwa analala, lakini akawa ameshtuka baada ya kuona kuna watu wengi sana wa ajabu wamesimama kwenye barabara. Mshikaji akawa ameongeza spidi ya gari. Kwa bahati mbaya akawa amegongana na yule bodaboda, na yule bodaboda akawa amekufa hapo hapo vibaya mno. Sasa baada ya hilo tukio tunaonyeshwa klipu ya mwanamke mmoja ambaye alikuwa anazungumza kuhusiana na barabara hiyo. Huyu mwanamke ni mwanamke wa jadi wa asili kabisa katika eneo hilo. Anasema kwamba wahandisi pamoja na wakandarasi waliwahi kuahidi watu wote watasafiri salama katika eneo hilo, lakini kila mwaka bado wanahitajika kutoa sadaka za damu ili kupunguza ajali kabisa zinazopatikana katika eneo moja linaitwa Alas Roban. Ni eneo la msitu lililopo katikati ya Java, Indonesia. Linajulikana kwa barabara zake zenye miteremko mikali, kona nyingi na hatari. Hadithi nyingi za kichawi zinapatikana katika eneo hilo. Tumefahamu asili ya eneo hilo. Tuhamie moja kwa moja kwa mwanamke mmoja anaitwa Sita. Yeye yuko na binti yake anaitwa Gets. Huyu binti ana matatizo ya kuona. Sasa walikuwa wanasafiri wanaenda katika sehemu moja inaitwa Seramang. Mama yake alikuwa na haraka sana kiasi kwamba alikuwa anamwacha mtoto nyuma. Kwa bahati mbaya mtoto, kwa sababu alikuwa honi, akawa amemgonga mfanyabiashara mmoja, akawa ameangusha bidhaa zake chini. Sasa mama ikabidi kurudi kuja kumpambania mtoto wake. Akamwomba sana radhi huyu mshikaji, akatoa pesa ili kufidia bidhaa hizo. Haya mabishano yakuwa sababisha wao kuchelewa. Huyu muuza tiketi akamwambia kwamba basi limekwisha kujaa. Akamshauri nenda kazungumze na konda wa basi, kama atakubali sawa. Lakini baada ya kutoka hapo, basi na lenyewe linatoka mbele ya macho yao. Sasa wakiwa hapo wamekata tamaa, kuna konda mmoja kwa amefika hapa, mmechelewa basi ambalo mtakuwa kuondoka nalo. Binti akasema ndio. Konda akasema kwamba kuna basi ambalo linaenda huko, lakini lenyewe linaondoka asubuhi. Sitakuwa na wasiwasi kwa sababu anahitajika kesho hiyo inayozungumzwa hapa. Lazima awe ameripoti kazini kwake, ndo siku yake ya kwanza. Ni muhimu sana yeye kufika eneo lile mapema iwezekanavyo, yani ikiwezekana leo. Kondakta akamwambia kwamba kuna basi jingine linaweza kusafiri na kufika eneo hilo, lakini driver wa basi hilo huwa anatoza nauli kubwa sana kuliko kawaida. Sita kujali, akatoa pesa akamkabidhi Konda. Konda kwa amempeleka kwenye basi hilo. Konda akaanza kumshawishi driver. Kuna binti moja anaitwa Sita yuko tayari kulipa pesa mara 2 kuliko kawaida, lakini tu ni lazima upite Aras Robani. Mwanzoni driver alikataa kabisa, kwa sababu kusafiri katika lile eneo ni hatari mno, hususan ni nyakati za usiku, ndio kabisa watu wanaogopa sana kupita eneo lile. Lakini Konda akamwambia kwamba yeye hawezi kupuuza, hizi pesa ni nyingi, wazigawani tu. Sasa baada ya kumshawishi sana, driver akawa amekubali. Safari ikaanza. Wakiwa njiani, Gets akajisikia vibaya sana kulingana lile tukio ambalo limetokea mchana. Akawa amemuomba msamaha mama yake kwa sababisha kuchelewa basi lao. Sita akamkumbatia binti yake na kumfariji, sio kosa lake kabisa, na akawa amemweleza kwamba wanapokwenda wamepata kazi nzuri, hivyo atapata pesa na atakwenda kugharamia matibabu ya macho yake. Hili jambo likamfanya binti kufurahi sana, na akasema kwamba anatamani siku ya kwanza atakapofumbua macho yake kutazama mtu ambaye anataka kumuona katika macho yake ni mama yake mzazi. Binti amesema yote haya kwa sababu tayari amekwisha kupotelewa na baba yake, na baba yake alikuwa akimwambia kwamba mama yake ni mtu mrembo sana. Usiku ulipoingia wakafika katika eneo la Alas Roban. Kadiri walivyozidi kuingia ndani ya msitu, basi honi zake zikawa zifanyi kazi kabisa. Walizunguka kwa muda wakiwa wanapita eneo lile lile. Baada ya muda, driver akawa ameona mbele yake kama kuna mtu akawa amesimamisha gari ghafla. Watu wakaamka. Driver akawa ameshuka kwa sababu gari liliharibika hapa. Kwenye kutazama akaona kuna damu mbichi kabisa, kana kwamba amegonga mtu. Akawa amechunguza, anaangalia mwili wa huyo mtu uko wapi, lakini hakuona mwili kabisa. Driver kachanganyikiwa. Sasa watu kwenye basi wakawa wameshuka kwa sababu basi inabidi litengenezwe. Binti Gets akamuomba mama yake kwamba anahitaji kwenda kuchimba dawa. Baada ya kushuka, driver bado ana wenge. Sita akamuomba driver amwazime tochi yake ili aingie msituni binti yake aende kujisaidia, hata kama ilikuwa ni haja kubwa. Kulikuwa kuna haja gani ya kumpeleka mbali kwa tuko? Walivyotembea sana, binti Gets njiani akaona kuna mzimu, licha ya kwamba macho yake yalikuwa anaona kwa ukungu. Sita akaona kibanda cha chakula, akawa amesogea hapo, akamuomba muuzaji wa kibanda
kibanda hicho atumie choo. Muuzaji akawa amekubali jambo hilo. Mama akiwa nje anamsubiri binti yake. Binti ndani ya choo akaanza kusikia kuna minong'ono ya ajabu sana, na nyuma yake kulikuwa kuna kiumbe cha kutisha. Binti anasikia lakini akioni vizuri hicho kiumbe, na kile kiumbe kilikuwa kimemkamata binti usoni. Sasa upande wa nje mama yake yuko bize anamsubiri binti yake. Pembeni akaona kuna nyani mweupe juu ya banda. Alivyoshikwa na wasiwasi akaanza kumuita binti yake. Baada ya kufungua hapo, binti katoka hapo anatabasamu moja kubwa kinoma, na akamwambia tu mama yake kwamba nimemaliza, tuondoke. Walipotoka hapo wakamuona tena yule nyani mweupe, na baada ya kurudi kwenye kibanda wakaenda kumshukuru yule mwanamke aliyowasaidia. Mwanamke huyo akawaambia kwamba mngekula kabla mjaondoka. Binti Sita akamenyea mtoto ndizi na yeye pia akawa amekula. Sasa wakati wanaondoka hawakugeuka nyuma kabisa, na kile kibanda kilikuwa kimetoweka kabisa. Walipoingia ndani ya basi hawakuwa wao peke yao kama abiria, bali na mizimu kibao ilikuwemo humo. Mizimu ilikuwa ni mingi sana kuliko binadamu wa kawaida. Safari ikaanza na wao hawakuona kabisa nini kilichokuwemo ndani ya basi hilo. Kweli wakawa wamefanikiwa kufika Seramang. Sita yeye alikuwa amepata kazi katika hospitali moja ambapo yeye alikuwa ni msaidizi katika chumba cha kuhifadhi maiti. Binti alikuwa ametambulishwa kwa bwana mkubwa mmoja anaitwa Anto. Yeye huyu alikuwa ni dereva na ni msaidizi wa ambulance ya hospitalini hapa. Anto akamuuliza kwamba wewe ni binamu yake Tika? Binti akasema ndio. Anto akasema kwamba mimi nimesoma na Tika shule moja. Njiani sasa binti wakati anarudi nyumbani akaanza kusikia story kuhusiana na barabara iliyokatisha katika msitu. Inaaminika kwamba ile barabara kwa miaka mingi imekuwa ikikusanya roho za watu wengi sana. Hii habari binti ilimshtua, lakini alikuwa haelewi kitu chochote, hivyo akaendelea na safari yake. Baada ya kufika nyumbani, Sita amepewa hifadhi na binti mmoja anaitwa Tika. Huyu ni binamu yake. Akawa amemshukuru kwa msaada wake, kwa sababu huyu binti pia amempambania sana Sita ili kuja kupata kazi eneo hili. Tika pia akamwambia kwamba nafurahi sana kwa wewe na mwanao kufika hapa, kwa sababu sitaendelea tena kuwa peke yangu hapa, kwa sababu huyu binti Tika mme wake huwa anarudi mara moja tu kwa mwezi. Kazi zake mara nyingi zinamfanya kuwa mbali kabisa na familia. Wakati wao wanaendelea kupiga stori, mtoto alikuwa bize kucheza bao na kiumbe ambacho kilikuwa kionekani kwa macho. Usiku huo Sita akamwona Gate akiwa anatembea kwa hofu, akaingia katika chumba kimoja na akawa amefunga mlango. Mama akiwa nje akajua pengine binti anazungumza na Tika ndani, kwa sababu anasikia wana mazungumzo. Lakini baada ya muda Tika akawa ametokea hapa. Sasa hili jambo lilikuwa limemfanya sana Sita kuingiwa na wasiwasi. Mbona amemsikia Tika kama anazungumza ndani huko, anazungumza na mtoto wake? Wakajaribu kufungua mlango, lakini binti alikuwa amefunga kwa ndani. Mama baada ya kuchungulia chini ya mlango akamwona binti yake akiwa amesimama na mtu mwingine. Wakapambana kufungua mlango na wakawa wamefanyikiwa. Baada ya kuingia tu wanashangaa kumwona binti amelala, amesinzia kabisa. Sita ikabidi kuchunguza chumba kizima, lakini hakuona mtu wa aina yote. Asubuhi iliyofuata Tika akamkuta Gates akiwa anachora kitu kwa nguvu za ajabu sana kwenye karatasi. Akawa amemuuliza Gates, unaweza kuchora kweli wewe? Mtoto akawa amemjibu kwa sauti ya ajabu, shangazi tafadhali nyamaza. Kitu anachokichora ni picha ambayo inaonyesha basi ilikuwa linakatisha katikati ya msitu. Hii ni safari yao iliyowaleta hapa hospitalini. Upande wa mama yake Gates, Sita akawa anachunguza orodha ya vifo ambavyo watu wengi wameripotiwa kufa. Sasa baada ya kuchunguza vizuri akagundua kwamba ni orodha ndefu na watu wote wamekufa katika barabara Arasi Robani. Akiwa hapo akawa amepokea taarifa kwamba kuna mabaki ya mifupa ya mtu. Sasa kuna mwanamke mmoja hapa akawa ametoa maelezo kwamba haya mabaki yalipatikana yakiwa na nguo zimechakaa kabisa pamoja na saa mkononi. Huyo mwanamke akiendelea kueleza kwamba huyu mtu aliyopatikana hapa alipotea muda mrefu sana. Sita ikabidi kuuliza huyu mtu amepatikana wapi? Akawa ameambiwa kwamba amepatikana Arasi Robani. Kisha mwanamke huyo akawa amemsogelea Sita akamnong'oneza, akamwambia Sita, mahali ambapo ulimuona nyani mweupe. Huyo mwanamke akawa ameondoka hapa kimya kimya. Sita baada ya kutoka hapo na Anto ikabidi kumuuliza yule mwanamke ni nani. Anto akamtaja kwamba yule mama anaitwa Biima, aliwahi kuwa afisa, anajulikana kwa kuelewa siri nyingi sana za Arasi Robani, moja kati ya barabara ya msituni ambayo imejaa mafumbo makubwa sana. Hakuna mtu anayeelewa nini kinachoendelea katika ule msitu. Binti alikuwa amesema kwamba wakati anakuja katika hiki kijiji alipita barabara hiyo hiyo pamoja na mtoto wake siku 2 zilizopita, na basi lao wakati wanakuja huku liliharibika msituni huko huko. Anto baada ya kusikia hivi akawa ameshtuka, akamuuliza mlisafiri usiku? Binti akasema ndio. Anto akawa ameshangaa kwa sababu lile eneo ni marufuku kabisa kusafiri usiku. Usiku huo minong'ono ya ajabu ikaanza kusikika
kufika katika nyumba ya Sita. Binti Gates akawa ameamka, mlango wake uko umefunguka, akamwamsha mama yake, akamwambia mama, kuna watu wanakuja. Mama anashangaa, wanakuja kina nani? Mama anamshika mtoto, mtoto ana homa kali sana. Mtoto anasema kwamba wanakuja, wana harufu mbaya. Mama akajua pengine mtoto ile hali ya kuchemka ndio inasababisha aone maruerue, akawa ametoka hapo kwenda kuchukua kitambaa ili aje kumpoza mtoto. Kweli muda huo binti akawa ameanza kuona mizimu iko hapa mbele kibao, na nyuma yake mmoja uko umetokea hapo unacheka cheka mweusi huo. Sita akamwona mtoto wake kasimama mahali anatazama dirishani. Akiwa hapo yeye hakuona kitu chochote, lakini binti alikuwa anaona kwenye kioo taswira ya mizimu imemzunguka hapo. Mama akawa amemchukua binti na kumrudisha katika chumba chake. Asubuhi iliyofuata mama akawa anamsuka mwanae. Tika akafika hapo akamruhusu huyu mama aende kujiandaa ili aende kazini. Baada ya kurudi hapo, Tika akamchukua akamuuliza, uliona mchoro ambao mwanao amechora? Mama akawa ameshangaa kwa sababu anajua mwanae haoni. Tika ikabidi kumuonesha mchoro huo. Mwanao ana kipaji. Mama kuangalia mchoro, ni mchoro ambao unaonesha moja kwa moja safari yao iliyowatoa mjini kuja hapa. Sita baada ya kufika kazini akamuuliza Anto kama mtu aliyeona mabaki ya ule mwili ulioletwa hapa jana ni ule mwanamke ambaye anaendesha kibanda cha chakula kwenye msitu. Sasa baada ya kutaja kibanda cha chakula, Anto akawa ameshtuka. Ikabidi kumuuliza, Alasiloban kuna kibanda cha chakula? Binti akasema ndio. Anto akawa ameogopa sana, akauliza mara mbili, lakini Sita akaendelea kusisitiza kwamba aliona kuna kibanda nyumbani. Sasa Tika akamkuta Gates akiwa anaongea na mtu chumbani kwake, ili hali yeye kabisa haoni kitu chochote hapo, anaona kuna mdoli tu anazungumza, lakini binti anazungumza na mtu. Gates akajibu kwamba kuna mtu anazungumza naye, ni yule mama ambaye anauza chakula kwenye kibanda cha chakula. Tika akasema kwamba mbona mimi naona mdoli tu hapa? Binti akasema kwamba mbona yuko mbele yangu hapa? Tika akajua pengine mtoto ameboeka, anahitaji mtu wa kucheza naye, akawa amejitolea wacheze mchezo wa kujificha. Wakati anahesabu kile kimdoli kilikuwa kimefumbua macho. Tika akafikisha 10, mbele yake kuna kiumbe kimoja kilikuwa kimetokea hapo na kilikuwa kimetoweka. Tika akakaza moyo, akaanza kumtafuta mtoto, akaenda moja kwa moja kwenye kabati kwa sababu alimuona kabisa mtoto akiwa ameingia hapo, lakini baada ya kufungua kabati hakuna kitu chochote. Anasikia mtoto akiwa anacheka kapita nyuma yake. Tika akaendelea kumtafuta, lakini Gates akaendelea kumtokea nyuma tu, anakimbia. Alipokagua chooni kulikuwa kuna mzimu mmoja umejificha nyuma ya mlango, lakini yeye hakuona. Akiwa hapo akasikia kelele kutoka chini ya meza ya chakula, akajua kabisa kambamba Gates kwenda kuchungulia chini ya meza, hakuna kitu chochote. Mtoto akacheka nyuma yake, mara akaanza kukimbia hapa anazunguka hii meza, akajaribu kumzuia mtoto, lakini mtoto haeleweki kabisa. Tika akawa ameanguka chini na akawa amejichoma na glass iliyokuwa imepasuka hapa. Gates akaanza kucheka, akamwambia kwamba mimi sio Gates. Akacheka na macho yake yakarudi kuwa meupe na mtoto akawa amerudi katika hali yake ya kawaida. Baadaye Tika akiwa anatibiwa majeraha pamoja na Sita. Tika ikabidi kumweleza Sita kwamba alikuwa anacheza na mtoto, lakini aliona kitu cha ajabu sana, na akamwambia kwamba wakati anacheza na Gates alikuwa anakimbia na hajagonga kitu cha aina yoyote, na alikuwa hahitaji msaada wa aina yoyote, alikuwa anakimbia kweli na alikuwa na nguvu. Mama anaingiwa na wasiwasi baada ya kusikia hizi story, lakini hana uhakika wa aina yoyote. Usiku huo Gates akaanza tena kuota ndoto mbaya za kutisha. Ghafla akawa amekaa kitako, akapiga kelele kumuita mama yake. Mama baada ya kumtuliza mtoto wake, akamwona mtoto wake kachemka mno, akawa ametoka hapo kwenda kuchukua maji pamoja na kitambaa. Wakati huo Gates akiwa amelala kitandani, akaona mwanamke mmoja akafika hapo, akamshika mkono. Binti akawa amenyanyuka. Muda huo mtoto akajikuta yuko msituni, yuko peke yake. Mbele yake kuna kile kibanda na mlango unafunguka. Akaona kuna viumbe wengi wakiwa hapo wanamnong'oneza. Mtoto alivyogeuka ili akimbie, kuna mwanamke mmoja alikuwa amesimama nyuma yake. Huyu mwanamke ndio yule aliyeonekana kwenye kibanda cha chakula. Akamwomba huyu mtoto, baki pamoja na mimi hapa. Mtoto akaanza kulia, akaanza kumuita mama yake, akaanza kupiga kelele. Hali hii iko imetokea kabisa katika ulimwengu wa kawaida, ambapo mtoto anapiga kelele na mama yake akiwa amefika hapo, na binti anaona kuna mizimu ya kutosha hapo imemzingira, anaitazama iko kila kona, lakini mama yake hakuona kitu chochote. Kesho yake kuna mganga mmoja mwanamama akafika hapa kumtibu binti Gates. Baada ya kumchunguza akasema kwamba binti alikuwa ameathiriwa na nguvu za kichawi, nguvu za kiroho ambazo zingeweza kabisa kumuondoa na kumpeleka mahala popote. Haya yote yanatokana na Gates ni mtoto ambaye hana hatia. Mizimu mingi huvutiwa na yeye na wanamuhitaji kwa matumizi yao binafsi. Kisha mganga akawa ametema mate ndani ya chupa ya maji, akamwambia Tika amnyweshe Gates. Baadaye pia akawa amempatia na chupa nyingine ambazo zitawekwa katika kila kona hii nyumba. Baadaye Anto akawa amefika hapo kumtembelea Sita pamoja
pamoja na Tika. Akamwambia kwamba kibanda cha chakula walichokiona kwenye ule msitu hakuna kabisa kitu kama hicho. Hakuna mwanamke wa aina yoyote anayeendesha biashara lile eneo. Kuna pori na viumbe ambavyo mara nyingi havionekani kabisa kwa macho. Yawezekana kile kibanda mlichokiona wakati ambapo basi lenu lilikuwa limeharibika, ile ilikuwa ni ishara kwamba kuna nguvu za ajabu zilizokuwa zinawafuata. Sasa Sita haelewi kabisa, ikabidi kuuliza ishara gani tena jamani? Anto akajibu kwamba kuna kitu cha ajabu ambacho ni kitu cha kishetani kinachokufuata wewe Sita ama Gets. Huyu mshikaji baada ya kuona haeleweki, kabidi kusema ukweli kwamba hata yeye amewahi kumpoteza mke wake pamoja na mtoto wake kwa njia sawa na njia ambayo inawakuta Sita pamoja na binti yake. Wao pia walipita katika njia ya Alasi Robani usiku, na baada ya wao kupotea, mwezi mmoja baadaye miili yao ilipatikana pembeni mwa barabara hiyo hiyo. Hadithi za Alasi Robani ni za kweli kabisa, na yeye tayari amekwisha kupoteza familia yake katika njia hiyo hiyo. Jamaa akasema wazi kwamba hataki kabisa kuona mtu mwingine anakuwa mwathirika. Akaeleza kwamba hawawezi kutegemea maji waliopewa na mganga tu. Akadai kwamba anaweza kupata mtu ambaye anaweza kuwasaidia na si mwingine, akamtaja kwa jina la Rejo. Ni mtu mtaalamu ambaye anapambana moja kwa moja na matatizo kama haya. Wakati wao wanazungumza, kuna kiumbe kilikuwa kimefika mahali ambapo mtoto Gets alikuwa amelala, kikaanza kumshika, na baadaye mtoto akaanza kupata maono na ndoto za ajabu. Baada hapo mwili wake ukaanza kukakamaa, akajikuta yuko eneo lile lile la basi walilokuja nalo katika kijiji hiki. Mizimu kibao imetawala basi hilo. Mtoto kwa hofu akamuita mama yake. Tika pamoja na Sita wakawa wamefika hapo kwa ajili ya kumtazama mtoto. Ikabidi wamchukue wampeleke moja kwa moja kwa mtaalamu. Walipofika kwa Rejo, yeye akaeleza kwamba kuna nguvu za kishetani zinajaribu kumchukua kabisa huyo mtoto. Mganga akawa amemwagia maji yake, nyusi za huyo mtoto zikatoweka, akaanza kujikunja, mara akanyanyuka, akawacheki, kisha akamsogelea mganga Rejo akasema kwamba nyinyi ni wanadamu, hamwelewi, mko kwenye njia isiyo sahihi. Rejo akaweka mkono kwenye paji la huyu binti na kuanza kusali dua zake. Gets baada ya muda tu akawa amepoteza fahamu. Muda huo huo Tika akawa amepagawa mbele yao, akamwambia mganga, we umepotea njia, huyo mtoto angependa kuwa pamoja nami. Mganga akamwambia kwamba huyo pepo ondoka, lakini pepo akacheka akasema kwamba si mwili wake unaopaswa kuhangaika bali roho yake. Akacheka cheko hilo. Rejo akaanza ibada yake, akataja jina la Dui Rarasi. Pepo kusikia jina hilo akapiga ukunga, kisha akaondoka kabisa na kuacha mwili wa Tika. Lakini muda mfupi baadaye mganga akaanza kukohoa na anatapika damu. Mganga akasema kwamba hiyo roho iliyokuwa imemwingia Gets ni Dui Rarasi, roho yenye nguvu sana, na roho hiyo inasemekana na kuishi Alasi Robani, na ndiyo roho hiyo hiyo inaomfuata mtoto Gets. Kwa bahati mbaya na habari mbaya aliyoipata, mganga akasema kwamba yeye hawezi kabisa kudhibiti hiyo nguvu. Basi ikabidi warudi nyumbani, Sita akiwa na shughuli zake jikoni. Mara akasikia kuna sauti ya maji yanatiririka bafuni, akajua pengine mtoto wake yuko huko, lakini baada ya kufika huko hakuna mtu yoyote. Akamsikia tu na akamwona mtoto wake kapita mbio nyuma yake, akaingia katika chumba kingine. Baada ya kufika huko hakuna mtu, akamwona tena anakimbia katika chumba kingine. Baada ya kuingia huko tena kuona mtu, mara akasikia kuna hodi mlangoni, akaenda kufungua lakini hakukuta mtu. Taa zikawa zimezimika baada ya kuwa amefunga mlango. Nyuma yake mizimu ya kutosha imesimama inamtazama. Kwa hofu binti anapiga kelele, ikabidi kupenya mbele ya mizimu hii. Akapita hapo, mara kwa ameshtuka kutoka ndotoni, kuangalia pembeni mtoto wake hayupo hapo. Akaanza tena kumtafuta mtoto wake, akamkuta mahala anachora. Picha anayochora ni picha ya nyani mweupe. Mtoto akaanza kumuuliza mama yake, unipende kwa sababu mimi ni kipofu? Akaanza kupiga kelele, mimi ni kipofu, mimi ni kipofu. Akawa amejitoboa jicho lake kwa penseli. Sita akawa ameshtuka kutoka ndotoni, akiwa hapo tena anamtazama mtoto wake mkononi kashikilia karatasi. Baada ya kuifungua ile karatasi, akaona ni mchoro ambao ameuona kwenye ndoto yake. Nyani mweupe ndo kachorwa kwenye karatasi hapo. Asubuhi iliyofuata Sita akamuonesha Anto pamoja na Tika ule mchoro. Tika akatambua mara moja, akasema kwamba huyo ni nyani mweupe anayesimuliwa katika hadithi nyingi sana zinazopatikana katika eneo la Alasi Robani. Sita akakumbuka Biima aliwahi kutaja kuhusiana na nyani mweupe. Akamuuliza Anto kama Biima anajua mengi kuhusu Alasi Robani. Anto akawa amethibitisha kwamba ni ndio, watu eneo hili humuita Pengayon, yeye ni mlezi mtakatifu wa lile eneo. Lakini Sita akawa amesisitiza kwamba lazima waende huko kumuona. Baada ya kufika huko kwa huyu mwanamama akawaambia kwamba tayari imekwisha kuchelewa, Gets tayari amekwisha kuingia katika ulimwengu mwingine, na akawa amewambia kwamba kwa yoyote anayemuona nyani mweupe hukumbwa na mikosi mikubwa. Akawa amesimulia kuhusiana na Alasi Robani. Hapo zamani za kale hilo eneo lilikuwa pori safi na viumbe safi pamoja na binadamu waliishi kwa maelewano makubwa sana. Mambo yalibadilika baada ya mtu mmoja
mmoja anaitwa Kaibaho aliyofika katika hilo eneo kama mjumbe wa Sultani Hanyokroskumo wa Mataram. Mjumbe huyo baada ya kufika hapo aligawa ardhi kuruhusu maendeleo ya binadamu. Barabara ilikuwa limejengwa kupita ndani ya msitu. Kaibaho alifanyikiwa kabisa kuwashinda pepo waliokuwa wakiishi Arasi Robani, lakini makubaliano hayo hayakudumu milele, kwa sababu baada ya miaka kwenda mambo hayo yalivunjwa. Watu waligeuza mahali pale kama mahali pa uhalifu na ufisadi na uharibifu mkubwa sana, badala ya kuwa ni sehemu ambayo iliheshimika na mambo mengine yakaendelea. Enzi za ukoloni, msitu huo ulitumika kutupa maiti za waasiriwa mbalimbali. Kitendo hicho kiliwakasirisha sana walinzi wa eneo hilo. Dui Rarasi, mlinzi mkuu wa hilo eneo, alijawa na hasira kubwa sana. Tangu wakati huo amekuwa akiwavuta watu wanaopita Arasi Robani usiku na kuwapeleka katika ulimwengu wake. Kwa miaka mingi sana, matukio mengi ya kutisha yamekuwa yakiendelea kutokea lile eneo. Maelezo haya inamaanisha kabisa moja kwa moja mtoto Gates sasa atakuwa ameshikiliwa katika mji huo huo. Mtu anayenaswa katika ulimwengu huo anatakiwa kukaa si chini ya siku 7, anatakiwa kuwa ameokolewa na anabaki akiwa hai, lakini baada ya muda huo kuisha habari yake. Njia pekee ya kumwokoa Gates ilikuwa ni kumrudisha Arasi Robani, kuomba ruhusa roho yake iachiliwe na kurudi katika ulimwengu huo. Sita akawa amepoteza matumaini moja kwa moja. Tika akamsihi sana wajaribu kwenda huko, akamwambia kabisa kwamba laiti angelikuwa ni yeye angekuwa tayari kutoa maisha yake ili amwokoe mtoto wake. Sita akawa amekata tamaa, akasema kwamba kama mlinzi mkuu wa lile eneo amekwisha kumchagua huyo mtoto, kuna uhakika gani kwamba tukimrudisha huyu mtoto kule ataenda kupona? Kuna mtu ambaye ana uhakika 100% kwamba Bi Ima hausiki moja kwa moja ama ashirikiani na mlinzi wa ule msitu. Sita akawa amekataa kabisa kumrudisha binti yake Arasi Robani. Usiku huo akiwa amelala, akawa ameshtuka mtoto wake hayupo kitandani. Akamkuta mtoto kasimama nje, lakini baada ya muda tu mtoto akawa ameanguka chini na akawa amepoteza fahamu. Mtoto ikabidi kukimbizwa hospitalini. Asubuhi iliyofuata Bi Ima pamoja na Anto akawa amefika hapo. Bi Ima akamwambia kwamba roho ya Gates inaendelea kumtoka taratibu, hawatakiwi kabisa kupoteza muda, wanapaswa kurudi Arasi Robani mara moja. Wakiwa hapo, mara mtoto akawa amefumbua macho akaanza kupiga makelele. Kwa hali hii Sita akawa amekubali ushauri wa watu, wakawa wamemchukua mtoto wakampeleka Arasi Robani, moja kati ya sehemu ambayo inaogopwa sana na watu kupitwa usiku. Bi Ima akawaambia kwamba tayari wamekwisha kujipanga, ibada inatakiwa kufanywa mara moja. Njiani wakawa wamemuona nyani mweupe. Watu wa Bi Ima wakaanza kujipanga kwa ajili ya ibada mara moja. Bi Ima akaanza kuomba mababu wafungue mlango ili aingie katika ulimwengu mwingine, lakini baada ya muda mwanamama huyu akatoa majibu kwamba mababu wamegoma kabisa kuruhusu kufungua huo mlango na hawawezi kabisa kufanya jambo jingine tofauti na hilo. Sita akawa amepoteza matumaini, akaomba kama inawezekana yeye ajaribu kuchukua nafasi hiyo aende katika huo ulimwengu. Bi Ima akawa amempa maelekezo ya kwenda kufanya, kwamba akiingia huko ahakikisha anamtafuta mtoto na warudi hapa haraka iwezekanavyo. Kweli baada ya kuwa imefanyika na Sita akawa amefanyikiwa kuingia katika ulimwengu mwingine. Mara moja akaanza kumsaka mtoto wake. Katika jitihada zake za kumtafuta mtoto wake, mara kwa amekutana na mizimu ya kutosha. Binti kwa hofu akawa manguka chini. Sasa katika ulimwengu wa kawaida huku, binti mwili wake ukaanza kutetemeka na akaanza kutokwa na damu. Mara moja Bi Ima akaomba mtu mmoja akaitwe, anaitwa Sakti, aje hapa kwa ajili ya kutoa msaada. Huyu mtu anayetajwa hapa ni moja ya wazawa katika hili eneo, ni watu ambao ni walinzi wa asili wa Arasi Robani. Sakiti kweli alikuwa amefika. Bi Ima akamuomba sana msaada wake, akaomba mlango ubaki wazi mpaka pale ambapo Sita pamoja na binti yake watakaporudi. Mara moja yakaanza maandalizi ya ibada kubwa zaidi. Sita pamoja na Gates wakiwa wamevalishwa nguo maalum. Ndani ya ulimwengu, Sita alipokuwa manguka akaona basi lilikuwa linakuja mbele yake, akaanza kukimbia kujiokoa, lakini hilo basi lilikuwa limepita juu ya mwili wake. Akawa ametambua kwamba yeye aliyopo huku ni roho tu, hivyo roho ndizo zinazoweza kumgusa. Akiwa huko, mara kwa amejikuta akasimama kwenye mafuvu kibao ya binadamu hapa. Binti akawa amekimbia kwa uoga. Sita akaendelea kumtafuta Gates, akamkuta sehemu mtoto yuko mbele yake. Binti akamkimbilia kwa furaha, lakini baada ya Gates kugeuka tu, Sita akawa ameshtuka sana baada ya kumuona binti hana macho usoni na macho yake kayashikilia mkononi. Sita akatambua kwamba huyo sio mtoto wake bali ni mzimu. Kwa amekimbia hapo mara moja, mara mbele yake chui huyo cha kushangaza akawa amemuongoza huyo binti kumpeleka sehemu. Sasa upande wa mtoto Gates, macho yake yamefunguka kabisa, anaona vizuri, akaona mpaka kile kibanda cha chakula. Walipofika hapa, akiwa hapa akamuona Dui Rarasi. Gates akamuuliza mamangu yuko wapi? Dui akajibu kwamba mama yako atafika mahali hapa muda si mrefu, upo katika ulimwengu wangu. Kwa hofu Gates
ikambidi kukimbia. Mbele yake wamekutana na mama yake yuko hapo. Wakaanza kutafuta njia ya kutoka katika huu ulimwengu. Sita akamwambia mtoto wake amshike mkono na asimwachie, amshike kwa nguvu zote, lolote litakalotokea binti asimwachie. Wakafumba macho kwa nguvu, lakini baada ya muda wakafumbua, mama tu ndo yuko hapo, mtoto hayupo kabisa. Sasa katika ulimwengu wa kawaida huku ibada inaendelea, lakini iko imesimama ghafla tu. Bi Ima akawaamuru waendelee kufanya ibada, wasijali kitu chochote. Muda huo miili ya Sita pamoja na Gates wanalia vibaya mno. Ndani ya ulimwengu wa roho, Sita mbele yake mizimu kibao. Alipogeuka nyuma akamwona mwanamama Dui Rarasi pamoja na mtoto wake wamening'inia, wako hewani. Sita akamsihi sana Dui amrudishe binti yake, huku analia. Dui Rarasi akakataa, akasema kwamba Gates ana furaha sana katika ulimwengu wangu, ana thamani zaidi kuliko ulimwengu wenu. Sita akaanza kulia huku akiwa anakumbuka nyakati nzuri alizoshiriki pamoja na binti yake. Kisha akakumbuka maneno ya Tika alivyomwambia kwamba laiti angelikuwa ni yeye angetoa maisha yake ili kumwokoa mtoto wake. Sita akamsihi sana Dui Rarasi amwachilie huru mtoto wake, kama itawezekana aichukue nafsi yake badala ya mtoto wake. Mama alilia na alipiga magoti, aliomba nyinyi. Baada ya muda mtoto Gates akawa ameanguka chini mikononi mwa mama yake. Mama akawa amemkumbatia binti yake kwa nguvu, huku akilia kwa furaha na maumivu. Duniani miili yote iko imegoma kabisa kupumua. Tika akaanza kulia hapa. Muda mfupi baadaye mtoto Gates akawa ameamka. Sasa akiwa katika kumbato la Tika, mtoto akawa amemuuliza mama yangu yuko wapi, ukawa amemgusisha mama yake alipo. Walisubiri Sita afumbue macho, lakini hilo jambo halikuwezekana kabisa. Bi Ima akawa ametangaza kwamba Sita hawezi tena kurudi hapa. Basi ikawa ni msiba mzito mno kwa mtoto pamoja na shangazi yake. Baada ya siku kadhaa mtoto Gates alifanyiwa upasuaji wa macho na alipata kuona kabisa. Mtoto anakumbuka kwamba aliwahi kumwahidi mama yake kwamba kama atapata uono anatamani sana mtu wa kwanza kumwona mbele yake awe ni mama yake mzazi. Akiwa hapo anakumbuka maneno ya mama yake akimwambia kwamba jina Gates lina maana ya utamu, kwamba siku zote alikuwa akiomba binti yake awe na maisha matamu kama jinsi ambavyo yeye maisha yake yalikuwa matamu. Binti Gates akasema kwa maumivu kwamba ninakupenda sana mamangu. Binti aliishia kumwona mama yake kwenye picha tu. Binti alikuwa karibu sana na anti yake Tika. Binti akawashukuru madaktari na wauguzi wote na watu wote walioshiriki kumpambania mpaka hapa, akiwemo Anto. Mwishoni mwa filamu inamaliza na ujumbe mzito ambao unatakiwa kusikiliza vizuri sana. Tuwaombeeni kwa dhati wahanga wote wa Alas Robani. Mwenyezi Mungu awape pumziko la milele na nafsi karibu na upande wake. Hadi leo simulizi za imani ya Alas Robani bado zinaendelea kusimuliwa kwa waendesha pikipiki na watumiaji wote wa barabara hiyo wanaopita eneo hilo. Kwa usalama wenu, tafadhali kuweni makini kila wakati ili kuepuka ajali na matukio yasiyotarajiwa. Subscribe, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.